Viongozi wa dini wametakiwa kuwa mabalozi wa amani katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 ya mwaka huu na kutojihusisha katika masuala ya uvunjifu wa amani. Hayo yamebainishwa na Sheikh Farid Nadi Ahmed ambaye ni amiri kutoka Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza. Amewataka viongozi hao kutokufuata ushawishi wa wanasiasa kwa kufanya vitendo vitakavyosababisha uvunjifu wa amani, kwani vitasababisha ukosefu wa amani nchini. Kila maliza hili kuna kuja hili kuonesha kuwa haya mambo ya maisha ya dunia ni mambo ya kawaida yanapita, lakini maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hayapiti wala hayageuki. Saliha likulli zamanin wa makan wa khatiban likulli insin wa jan, yanafaa katika zama zote na anahutubiana na kumwelekeza kila mwanadamu na kila jini. Yani haijamwacha, haijabakisha mtu, awe kiongozi awe mwenye kuongozwa, awe ni mwanamume awe ni mwanamke, awe ni mtu mzima awe ni kijana, hata awe ni mdogo kabisa, basi atasimamiwa na mawali wake. Lakini Qur'an haijaacha kitu. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Qur'an inakuongoza wewe kwenye jambo lilokuwa limenyoka. Unapaswa kuamini hivi. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana au ajran kabira. Hiyo tumeikosea ile aya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa maelekezo ya kututaka sisi Waislamu lazima tuwe ni wafuasi wa namba moja wa maamrisho yake subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Said Abdallah ametumia nafasi hiyo kwa kuwataka viongozi wa dini kutojihusisha na masuala ya kisiasa, hali ambayo inaweza kupelekea kuwepo kwa mgawanyiko wa makundi katika jamii, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ndani ya taifa letu tumepata viongozi wa namna hiyo, na sisi tunakwenda nalo hilo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuzidishie kupata viongozi wa namna hiyo. Kwa mtiririko huu namshukuru Allah kwamba kaka zangu, walimu wangu, nikiliacha hili la mwisho ili moja kwa moja muwe karibu na mimi zaidi, ya kwamba zitakapopita Alhamisi mbili kuanzia hii tunakwenda nayo na hiyo inayokuja Alhamisi ya tatu darasa yetu inshallah itaendelea. Tusiwe na hofu yoyote. Tumshukuruni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kampeni zimeanza katika nchi yetu. Zimeanza kwa salama, zimeanza kwa amani, kwa utulivu, jambo ambalo ni mara ya kwanza katika nchi yetu kuona neema hii. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunawashukuru viongozi kwa kuvumiliana. Lakini tunawashukuru sana viongozi wa dini waliosimama kwa namna moja au nyingine, wakawahimiza watu kupendana, wakawahimiza watu kushikamana, na mimi siku zote nalisimamia hilo mshikamano. Nabiiullah Musa alikuwa na hasira sana kwa kaka yake yule wakati alipokuja wanaabudu kigombe. Akaambia ilikuwaje ukawacha watu wakaabudu kigombe? Akaambia wallahi usinihukumu, inni khashitu an taqula farraqta baina wa baina walam tarqubu qawli. Niliogopa mimi ukaja ukasema kwamba nimelitenganisha hili taifa, nimewatenganisha hawa watu na wala hukusubiri ushauri wangu. Kwa hiyo nikaona bora waabudu kigombe lakini wawe moja. Haikuwa na maana kwamba kuabudu ng'ombe kwamba ni vizuri, lakini anilinda sana swala zima la umoja. Sisi walimu wa madrasa, sisi mashehe, sisi makhatibu, pendeni katika falsafa hiyo ya Uislamu. Tuzidini kusoma na Mwenyezi Mungu inshallah atatujalia heri. Wito wangu kwenu, maelekezo waliotolewa ya kwamba kwenda kushiriki katika haki yetu
ya kupiga kura. Tukatekelezeni haki ya kupiga kura, tukatekelezeni haki ya kupiga kura, lakini tusendeni